na tunamshukuru kwa yale yote ambayo wema wake unaendelea kuyatenda kwenye maisha yetu ya kila siku. Siku ya leo ninaomba tujifunze kwa ufupi somo linalosema namna ya kukomesha mateso ya familia kupitia sadaka ya misa takatifu. Namna ya kukomesha mateso ya familia kwa kutumia sadaka ya misa takatifu. Kuna aina ya familia ambazo zina matukio yanayojirudia kila wakati. Kuna aina ya familia ambazo zina ugonjwa unaofanana. Kuna aina ya familia ambazo zina aina ya mafanikio yanayofanana. Kuna aina ya familia wao hata wajitahidi vipi hawafiki popote kwenye maisha yao. Kuna aina ya familia kwao elimu, kila wanapofika kwenye kiwango fulani cha kielimu wanarudi nyuma. Kuna aina ya familia ambao aina yao ya vifo inafanana. Yaani kama wao ni kupata ajali, vifo vyao vinatokea kwa kupata ajali. Kama ni kuuawa, vinatokea kwa kuuawa. Kwa hiyo kuna aina fulani ya mateso ya baadhi ya familia ambayo yamekuwa mwiba hata kwa wale ambao wanatamani kuleta mabadiliko kwenye familia zao, wanatamani kuleta mabadiliko ya kiibada kwenye familia zao. Nini kinachotokea kwenye maisha ya familia ya aina hii, na nini kifanyike ili hayo mateso yaliyodumu kwenye hicho kizazi kwa muda mrefu yasiendelee kuwepo? Inawezekana hata hapa wengine tulipo sasa hivi tuna aina ya ugonjwa ambao tumeupata kutoka kwenye familia. Yaani unaona kabisa shangazi, baba mkubwa, baba mdogo ana huu ugonjwa na mimi nimeupata. Na watu wameenda mbali sana, huwa wanafika mahali wanasema kama wanaumwa kansa, wanasema hii kansa ni kansa ya familia. Kwa lugha nyingine wanasema huu ni ugonjwa wa familia. Ninaomba kutofautiana na watu wa aina hiyo au watu wenye mtazamo wa aina hiyo. Hakunaga ugonjwa wa familia, isipokuwa kuna laana ya familia. Kwa hiyo somo tutakalojifunza leo ndilo linasema namna ya kukomesha mateso ya familia yaliyojirudia kivizazi kwa muda mrefu kupitia sadaka ya misa takatifu. Ninaomba tuongozwe na kitabu cha Mwanzo sura ya 25 aya ya 5. Inasema, kitabu cha Mwanzo sura ya 25 aya ya 5 inasema, Ibrahim akampa Isaka yote aliyokuwa nayo. Sentensi fupi sana. Ibrahim akampa Isaka yote aliyokuwa nayo. Yote, mazuri na mabaya. Ibrahim alimpa yote Isaka. Ibrahimu alimpa yote Isaka. Wote tunafahamu kwamba Ibrahimu alichelewa kupata mtoto, sio? Kila mtu hapa anafahamu. Kila mtu anafanya nini? Anafahamu kwamba Ibrahimu alichelewa kupata nini? Mtoto. Sasa angalia mapito yale yale ya kuchelewa kupata mtoto kwenye maisha yake kama baba wa familia yalikuja yakampata mtoto wake aliyekuwa anaitwa Isaka. Ngoja tusome.
hicho kitabu cha Mwanzo sura ya 25 aya 21 inasema hivi: Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Tumsifu Yesu Kristo. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Tumesoma kwamba Ibrahimu alimpa Isaka yote. Kwa hiyo hata ile roho ya kuchelewa iliyokuwa imemng'ang'ania Ibrahimu kwenye eneo la uzao ilienda kumng'ang'ania mtoto wake. Je, mnajua kwamba hata Yakobo mjukuu wa Ibrahimu alichelewa kupata watoto mpaka akajikuta analala na wajakazi? Hali ile ile. Sasa wapendwa, naomba niwaambie kitu. Kuna aina ya laana ambazo huwa hazikai kila eneo. Kuna aina ya laana ambazo zinaelekezwa mahali pa kukaa. Kwenye hii familia ya mzee Ibrahim kulikuwa hakuna shida ya uchumi, walikuwa na uwezo mkubwa sana, lakini walikuwa na changamoto ya kuchelewa kupata watoto. Ndio maana kuna aina ya laana ambazo zinaweza zikaelekezwa mahali pa kukaa. Kwa mfano, umewahi kukutana na familia ambayo ina watoto wa kiume na wa kike, lakini kwenye familia hiyo hiyo ambayo watoto wa kike na wa kiume wamezaliwa na baba mmoja, utakuta watoto wa kiume kila wanachokifanya kwenye maisha yao kinaenda. Wanaoa kwa urahisi, wanazaa kwa urahisi. Lakini kwenye familia hiyo hiyo ukakuta watoto wa kike kila wanachokifanya kwenye maisha yao hakisogei. Tafasiri yake nini? Unakuta hiyo laana haihusiani na watoto wa kiume, isipokuwa imeelekezwa kukaa kwenye eneo la watoto wa kike. Na unaweza ukakuta familia hiyo hiyo, baba mmoja na mama mmoja, watoto wa kike wao kila wanachokifanya kwenye maisha yao kinaenda. Wanaolewa, wanaishi vizuri kwenye ndoa zao, wanasoma, wanaajiriwa na mambo yanaenda. Lakini kwenye familia hiyo hiyo ukakuta watoto wa kiume ni walevi kupindukia, au wanaweza wasio walevi wakawa ni wapiganaji, lakini kila wanachokitafuta kwenye maisha yao hawakipati. Kwa nini? Hiyo laana imeelekezwa kwamba ninyi mtawasumbua hawa watoto wa kiume, wa kike muwaache. Kuna aina ya watu wao elimu, kusoma na kupata mafanikio sio shida. Kuna aina ya watu wao uchumi kwao sio shida, lakini ukija kwenye eneo la uzao ni shida. Halo, unaweza ukakuta wewe ni baba na Mungu amekujalia, umetafuta mafanikio, umeyapata wewe na mke wako. Kama ni utajiri umeupata sana, lakini adui anataka ule utajiri usiendelee kwenye kile kizazi. Laana akaielekeza kwa watoto wako. Unakuta wewe ni tajiri wa kila kitu, Mungu amekufanikisha, umepata utajiri wa kila namna, lakini una watoto labda 3 au 4 au 5, lakini kati ya wale watoto hakuna hata mtoto unayeweza kumpa akasimamia kampuni ulizonazo. Mwe kusikia kwamba watu wanaanza kutoa huruma, wanasema huyu baba na huyu mama wana mafanikio mazuri, lakini watoto sioni kama kuna mtoto anaweza akafata nyayo zao. Maana yake nini? Hiyo laana imeelekezwa kwa watoto wako ili ile baraka isiendelee. Maana yake sasa mzazi wa aina hiyo akifa, watoto wanaobaki wanaanza wanang'ang'ana, wanauza tu vitu. Mwisho wa siku wanabaki wa maskini, wanabaki kuwa mateja. Kwenye familia hii ya Ibrahim hawakuwa na shida ya kipato, hawakuwa na shida ya heshima, walikuwa wanaheshimiwa. Hawakuwa na shida ya kuoa, lakini walikuwa na shida tu kwenye eneo moja la kuchelewa kupata watoto.
Na angalia, hii shida ilianzia kwa Ibrahimu, ikaenda mpaka kwa mtoto wake Isaka, ikaenda mpaka kwa mjukuu wake. Kwa hiyo ikawa inatawala hiyo familia, ikawa inatawala hicho kizazi. Kumbe Ibrahimu alimpa yote nani? Isaka. Shetani ana kawaida ya kuhamisha kosa la wazazi kwenda kwa watoto wao, na msipokuwa makini mtateseka sana. Unaweza ukakuta tabia aliyonayo baba inakuja inaonekana kwa watoto wake, tabia aliyonayo mama inakuja inaonekana kwa watoto wake. Maana yake nini? Shetani anaweza akatumia historia mbaya ya mzazi kuadhibu watoto wa huyo mzazi. Yaani anapopata kamlango ambako mzazi alikafungua alafu akashindwa kukafunga, shetani atatumia mlango huo huo kupitisha kile alichokipitisha huyo mzazi na akashindwa kukifunga. Unasema, mwalimu, unasema nini? Haujawahi kuona mama aliyeolewa akiwa na mtoto na mabinti zake, na wao wanapobahatika kupata mabinti zake, na wao wanaweza wakaolewa wakiwa na watoto, au hata akiolewa anaweza akaolewa kwenye hiyo ndoa, lakini atahakikisha anapata mtoto mwingine tofauti na yule mume wake. Hamjawahi kuona baba kwenye ndoa ana mke mmoja, lakini huko nje ana watoto zaidi ya 4, na kosa lile lile la huyo baba linakuja tena linaonekana kwa watoto wake wa kiume. Baba amempa yote, baba amewapa yote watoto wake. Kwa unakuta hilo tukio linajirudia. Ndio maana 99% ya changamoto tunazokutana nazo leo kwenye maisha yetu, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa, karibia 99 ni sababu za kiroho. Ni sababu za kiroho. Ndio maana wengi leo, vita tunayopigana inawezekana kabisa hatukuianzisha sisi. Tulikuta tayari hiyo vita inaendelea. Ndio maana hata vita inayoendelea Mashariki ya Kati, tutazunguka, lakini ile ni vita ya kihistoria. Msifu Yesu Kristo. Ni vita ya kihistoria na ni vita ya kivizazi. Sasa angalia hiyo vita inavyoendelea kuwa na agano gumu. Sasa kwa mfano, labda yule aliyekuwa kiongozi mkuu wa hiyo nchi ameuawa. Obvious, Mungu asipoingilia kati, hakuna binadamu atakayesuluhisha huo msamaha, au watu wakatoa msamaha na wakasema tuendelee na maisha. Ni vita ya kivizazi. Na sisi wengi kwenye baadhi ya familia zetu, aina ya matukio tunayokutana nayo kwenye maisha, tukikaa chini tutakuja kugundua kwamba kwa asilimia fulani hiyo vita inahusiana na aina ya familia uliotoka. Ingawa vita vingine unaweza ukavianzisha wewe. Naomba labda nizungumze hivi, unaweza ukanielewa. Kila mwanamke na kila mwanaume ni waanzilishi wa kizazi kipya. Msifu Yesu Kristo.
kila mwanaume na kila mwanamke ni mwanzilishi wa mfumo mpya wa kizazi ambacho Mungu atakuwa amemjalia kukipata. Yaani wewe, kizazi chako kwa asilimia kubwa kitakuja kipite kwenye aina ya maisha ulioishi wewe baba au wewe mama. Hilo halikwepeki, ni mfumo umetengenezeka. Ni mfumo umeanzishwa. Utaniuliza kwa nini mwalimu, kwamba inawezekanaje mtoto anagawana vinasaba kutoka kwa baba kutoka kwa mama yake pia. Kwa hiyo hakuna namna watoto wako watakwepa aina ya maisha uliyoyaishi. Hakuna namna watoto wako watakwepa aina ya tabia ulionayo. Hakuna namna watoto wako watakwepa aina ya mafanikio uliyofikia. Historia idanganyi. Baba alifika hapa, tunataka na watoto wake wafike hapa. Mama alifika hapa, tunataka na watoto wake wafike hapa. Historia. Sasa unapoona aina ya matukio yenye majurudio yaliyo na tabia ya kujirudia kwenye familia, ni saini kwamba kuna aina ya mlima mnauzunguka, na asipotokea wa kusimama na kuomba, huo mlima bado utaendelea kuwepo. Kuna Wakatoliki wakishabatizwa anasema dhambi zote zimeondoka. Ni kweli zimeondoka, lakini matokeo ya dhambi hizo bado yapo yanakusubiri. Wangapi mmebatizwa mkaolewa, lakini kwenye ndoa mkaenda mkarudia kosa lile lile ambalo mama yako alilifanya akiwa kwenye ndoa? Wangapi mmeoa mkiwa mmebatizwa na mkafunga ndoa, lakini mkaenda mkarudia kosa lile lile alilolitenda baba yako? Baba yako alikuwa na wake 4 na wewe unakuwa na wake 4. Mama yako aliolewa na wanaume 2 tofauti na wewe unakuja kwenye, inafika mahali yanakufika kwenye ndoa unasema hata mama yangu hakukaa na mwanaume mmoja, ngoja na mimi niondoke. Matokeo. Lakini utakuta mtu anasema nimebatizwa, niko sawa. Ni kweli umebatizwa, hizo dhambi za asili zimeondoka, lakini matokeo unasema, mwalimu unasemaje? Fungueni kitabu cha Maombolezo sura ya 5 aya 7. Sije mkasema mwalimu hivyo ni vya kwako. Kitabu cha Maombolezo, Maombolezo sura ya 5, Maombolezo sura ya 5 aya ya 7. Sikiliza inavyosomeka. Inasema hivi: baba zetu walitenda dhambi. Alafu hiyo dhambi haisemi kwamba ni dhambi gani. Anasema baba zetu walitenda dhambi hata hawako, maana yake pengine walishakufa. Anasema na sisi tumeyachukua maovu yao. Ndio maana kwenye familia nyingi
kuna mwendelezo wa dhambi ile ile iliyo kwenye huo ukoo. Unakuta kwenye huo ukoo wao kuua ni kawaida sana, kawaida kabisa, na wala sio kesi kwao. Unaweza ukaungama dhambi zako zikaondoka kabisa, lakini unawajibika kufanya malipizi ya dhambi uliyoitenda. Unajua maana ya kufanya malipizi? Maana yake ni kwamba yale matokeo hasi ya ile dhambi uliyotenda yasiendelee kuonekana kwenye maisha yako. Sasa tunawezaje kuitumia au tunawezaje kutumia adhimisho la sadaka ya misa takatifu kukomesha mateso na matukio tunayoyaona kwenye familia yetu yakijirudia kabisa? Iko hivi: aina yoyote ya matukio yanayojirudia kwenye familia yako hayajirudii pasipo na sababu yoyote. Kuna sababu, yaani kuna sababu inayoamsha hayo matukio. Kuna sababu inayoambukiza hizo tabia. Kuna sababu inayoendeleza huo mwendelezo. Kuna sababu, na hiyo sababu kiroho ni madhabahu. Madhabahu ya familia husika. Hiyo madhabahu ndio inayoratibu, ndio inayotoa oda, ndio inayosimamia hilo agizo au hiyo tabia kuendelea kwenye hiyo familia. Utaniuliza, William, madhabahu ni nini? Wakatoliki mara nyingi tunatumia neno altare. Tumsifu Yesu Kristo. Tunatumia neno nini? Altare. Lakini ngoja niwaambie, altare ni hapa panapofanyikia mageuzo. Hapa ndo altare. Lakini kuanzia hii ngazi ya kwanza mpaka huku juu kote, hii ni madhabahu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni nini? Madhabahu. Sasa madhabahu ni nini? Madhabahu ni eneo ambalo ulimwengu wa mwili unakutana na ulimwengu wa kiroho. Madhabahu ni sehemu au eneo ambapo ulimwengu wa kimwili unakutana na ulimwengu wa kiroho. Ni lango kati ya ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Unapotoka nyumbani kuja kanisani, maana yake ni kwamba unakuja kwenye lango ambalo unakuja kukutana na Mungu. Ulimwengu wako wa mwili unakutana na ulimwengu wa kiroho. Ndiyo maana unapokuja kuomba kazi,
padre atakaposimama hapa na kutamka baraka, maana yake sasa ulimwengu wa kiroho, baraka imetamkwa kwenye ulimwengu wa kiroho, lakini matokeo yanaonekana kwenye ulimwengu wa kimwili. Bahati mbaya sana ni kwamba Wakatoliki huwa baadhi ya tulio wengi hatushiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu kama washiriki. Wengi tunashiriki kama watazamaji, na kumbe kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu hakutakiwi kuwa na watazamaji, kunatakiwa kuwa na washiriki. Ndio maana padre anafanya kwa sehemu yake na wewe unatakiwa ufanye kwa sehemu yako. Lazima uwe mshiriki. Maana yake hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu sio la padre. Hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu ni la kila mmoja ambaye ameshiriki kwenye hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu. Sasa kama kwenu kuna madhabahu ambayo inasababisha tabia fulani kuendelea kuonekana, wewe sasa unatakiwa kufanyaje ili uondokane na ile njia waliotangulia waliipita? Nilikutana na familia moja kule Bunda. Ile familia ilikuwa na watoto wa kike 3. Sasa mtoto wa kike wa kwanza akachumbiwa. Alipochumbiwa, imebaki wiki moja wafunge ndoa, yule mtoto wa kike akafa. Ghafla tu akawa amekufa. Wakazika, wakaendelea na maisha. Huyu mtoto wa pili, ikapita miaka kama 4, huyu mtoto wa pili wa kike naye akapata mchumba. Wamekaa, wamekubaliana, matangazo yametangazwa, vikao vimekaa, zikao zimebaki siku 3 kuelekea kwenye tukio la kufunga ndoa. Yule mtoto wa kike akafa. Wakakaa, wakazika, wakaendelea na maisha. Hofu ikaanza kuingia. Kwa nini kila tunapokaribia, watoto wangu wanapokaribia kufunga ndoa, mauti inatokea? Basi wakiwa hawajui chochote, wakaendelea. Huyo wa 3 na yeye ikafika muda wake wa kuolewa, akapata mchumba. Matangazo yakatoka, huku wazazi wanasali sana. Matangazo yakatoka, imebaki wiki moja ya kufunga ndoa. Mchumba wa yule mtoto, huyu mtoto wa kike akafa. Yaani maana yake iligeuzwa taarifa sasa kwamba walikuwa wanakufa wa kike, sasa hapa anakufa wa kiume. Sasa yule mama akawa amekuja na mume wake, akaniambia
hiyo hali, kamwambia kuna kitu hakiko sawa. Kaambia sasa, kuanzia leo huwa unajiandaa vizuri kushiriki sadaka ya misa takatifu. Vizuri sana. Lakini ninakuomba ufanye kitu kimoja. Ninaomba uandae sadaka yako, alafu uombe sadaka ya misa takatifu. Kuna zile misa zinaitwa Gregorian Mass. Nani alishawahi kuisikia hiyo Gregorian Mass? Gregorian Mass ni misa ambayo ukiomba nia, kama ni siku 30 au siku 50, kila siku padre uliyempa sadaka anaadhimisha hiyo misa bila kuruka hata siku moja. Kwa kama ni siku 30, anaadhimisha misa siku 30 kuombea hiyo nia bila kukatiza hata siku moja. Ndio zinaitwa Gregorian Mass. Basi yule mama akawa amefanya hivyo nilivyomwambia. Tafuta padre, akawa amejiandaa vizuri na sadaka yake, akaomba hiyo nia ya misa ya siku 30. Kweli ile misa ikaadhimishwa, siku 30 zikaisha. Nikawa niko interested kufuatilia ile familia. Kwa hiyo baada ya ile misa kuisha, zile nia kuisha, nilienda kwenye ile familia. Nikamwambia basi nakuja na padre, tutafanya misa hapo nyumbani. Tutafanya misa ya nyumbani. Na misa tutakayoifanya ni kwa ajili ya kuomba baraka, lakini pia ni kwa ajili ya kuisimika madhabahu ya Kristo kwenye familia yenu. Kwa hiyo baba alikuwa na watoto 3 tu wa kike, kwa hiyo akawa amebaki huyo mmoja. Sasa tukaenda tukaadhimisha misa, ikaanza. Tulipofika katikati ya mageuzo yalipoanza, yule baba alikuwa daktari bingwa mahali fulani. Tulipofika ule wakati wa mageuzo na nia tokea mwanzo, na hapa katikati tulikuwa tumeomba. Tulipofika ule wakati wa mageuzo, yule baba akaanguka chini. Baba mwenye familia. Alafu akaanza kutapika damu. Sisi tukaendelea na misa kama kawaida. Lakini alipojikuta kwenye hiyo hali, kuna maneno alikuwa anatamka. Tukaendelea misa ikaisha. Yule baba akiwa kwenye ile hali. Basi padre akaja kumbariki yule baba. Alipomsogelea tu yule baba, ile sijui ndo mizimu ya kwao ikaanza kupiga kelele, ikasema kosa la huyu mzee ni moja, na tumekasirika na tutahakikisha kwamba hakuna chochote atakachokipata kutoka kwa watoto wake. Kosa lake ilikuwa ni moja. Yeye ni mtoto wa kiume wa familia, lakini alikuwa hajawahi kufanya mila ya kuwachinjia wazee. Kwa hiyo wazee walikuwa wanataka damu. Kwa hiyo hata vile vifo vilivyokuwa vinatokea, nikaanza kuunganisha doti. Aha, kumbe walikuwa wanataka damu. Basi tukasali tena, yale mapicha yakawa yamekimbia na yamemwacha.
Ikafika sasa huyu binti akawa amekaa tena kama miaka mitatu, akawa na ile notion, anachumbiwa, anakataa. Kwa nini anakataa? Kutokana na historia ya aliyoipitia, lakini ni ya dada zake. Chumbiwa, anakataa. Basi nikamwambia, dada, usiogope. Lakini na wazazi ile hofu wanayo, hofu wanayo kabisa. Akatokea mchumba, nikamwambia, wewe olewa, tutaendelea kusali. tukaendelea kusali. Baba alikuwa ananichekesha, aniambia, zilipobaki wiki moja alikuwa hapati usingizi. Anapiga simu kwa yule kijana kama yuko salama, asubuhi kukicha anaangalia kama mtoto wake yuko salama, hivyo mpaka wakafunga ndoa. Na mpaka sasa hivi nafikiri wamepata mtoto mmoja, wanaendelea. Ninachotaka kukisema ni hiki: madhabahu inavunjwa na madhabahu. Madhabahu yoyote ya ufalme wa giza inavunjwa na madhabahu ya mwanga, na hiyo madhabahu ni Yesu Kristo mwenyewe. Wakatoliki, mmeshawahi kujiuliza kwa nini kila wamisionari walipokuwa wakienda sehemu, cha kwanza kabisa walikuwa wanasimika msalaba? Nani amewahi kujiuliza hilo swali? Popote walipoenda wamisionari, cha kwanza walichosimika ni msalaba. Alafu angalia, walikuwa wanaiweka juu ile msalaba ili ionekane. Walikuwa wanajenga utawala wa Mungu, kwa sababu wakifika mahali unakuta kuna madhabahu za giza, za waganga, za kimila, za nini. Kwa hiyo njia pekee waliokuwa wanaifanya ni kuusimika msalaba. Pale Same, juzi simeona pale Same, ukitoka mjini mbele kidogo kuna kona fulani hapo, ajali nyingi zimekuwa zikitokea sana. Nafikiri umeona juzi hapa askofu wa Same Robert Kimario anajenga goroto kwenye lile eneo ambalo ajali zimekuwa zikitokea mara kwa mara. Sasa historia ya lile eneo ni kwamba lile eneo zamani hizo walikuwa wanaishi pale, walikuwa maeneo yale pia walikuwa wanaishi wafugaji. Sasa lile eneo kulikuwa na mganga, ambapo huyo mganga alikuwa anafanya anachokifanya kwa hawa wafugaji. Kwa hiyo wafugaji walikuwa wakipita kwenye lile eneo, kama ni mbuzi wanamwachia huyo mtaalamu mbuzi. Sasa ikaenda ikafutika, wakaenda huko mjini wapi na wapi hivyo, lakini ile madhabahu ipo. Sasa ile madhabahu inahitaji chakula, itapataje chakula? Ndio unashangaa mabasi yakifika pale, magari yakifika pale, ajali inatokea, na ni peupe, kwa ambao tunapafahamu peupe. Sema hapa mmepataje ajali? Sasa angalia sasa, Askofu Robert anaenda kujenga goroto la Bikira Maria lile eneo. Kwa nini? Anaenda kujenga madhabahu yenye nguvu kuliko ile madhabahu iliyoko pale. Mnaelewa sasa? Wangeweza kwenda pale wakaomba kama ambavyo wengi huwa wanaenda wanaomba kwamba hili eneo huwa linahitaji sadaka sana. Unaita wachungaji au na watu gani, mashehe, wanaenda wanaomba, lakini vitu vinabaki pale. Na tunapokuwa tunazungumzia madhabahu, msifikiri kwamba madhabahu zingine zinaweza zikao zinaonekana kama hii altari inavyoonekana. Kuna zingine za kiroho
hazionekani kwa macho, na bado zinaleta shida. Kwa hiyo Askofu Kimaro Logat alivyoona vile, akasema hapa njia pekee ni ya kujenga goroto la Mama Bikira Maria, kwa sababu alipo Mama Bikira Maria shetani hawezi kukaa, anakimbia. Ndio maana wamisionari kila mahali walikokuwa wanafika, cha kwanza walikuwa wanaweka msalaba. Tusiende mbali, pale Bagamoyo, unajua kihistoria ule msalaba wa Bagamoyo pale ulipo, ulikuwa ukikaa kwenye ule msalaba unashika maji ya bahari, shika maji ya bahari ya Hindi pale. Lakini angalia ule msalaba ulipowekwa tu pale, yale maji yalimove, yamekaa mbali sana. Na yule padre aliyesimika ule msalaba pale, kuna maneno alitamka, sasa kuanzia sasa Ukristo uenee Afrika Mashariki na uenee Tanzania. Mpaka leo huo Ukristo umeenea, haujaenea? Ndio madhabahu kongwe. Kutokea hapo mlango ukafunguka wa uenezaji Injili. Ile ni madhabahu. Kwa hiyo wengine tunaweza tukaenda tu pale tukaishia tu kupiga picha, lakini tusiombe neema zilizoko pale. Ziko neema pale, ziko nguvu pale. Kwa wanaojua kucheza na mambo ya rohoni pale, unapata nguvu za kutosha sana pale. Kule Geita, jimbo la Geita, Sengerema, ukivuka ukiwa unatokea huku Mwanza, wamisionari wa Afrika walipofika, sio kile kijiji kinaitwa na Katunguru, kuna kakijiji fulani, walipofika pale wale wamisionari wa Afrika, wenyeji walimuua padre mmoja. Walipomuua yule padre, wakachukua mtumbwi, wakamweka kwenye ule mtumbwi, wakampeleka mbali sana katikati ya ziwa, wakaenda wakamtupa, halafu wakarudi. Asubuhi wanarudi pale walipomuulia, mwili ulikuwa umerudi pale. Na sasa jimbo la Geita wamepafanya pale kama kuwa kituo cha hija. Ulishawahi kuona msalaba wa kanisa Katoliki ambao uko chini na sio juu? Siku zote misalaba ya kanisa Katoliki inakuwa iko juu kama huu. Tafasiri yake ni kwamba siku zote hakuna kitu kitakacholishinda kanisa. Kwa maana iko juu, hauwezi ukakuta msalaba huko umewekwa huku chini. Juu. Kwa hiyo wenye uelewa pia wanaweza wakawa wanaomba maisha yao yawe juu kama kanisa Katoliki lilivyo juu. Sasa unashangaa sisi ni Wakatoliki, maisha yetu yako chini, lakini kanisa liko juu. Madhabahu. Sasa na kwenye familia zetu, kila ibada za matambiko za mila zilizokuwa zikifanyika, obvious kuna maneno yalikuwa yanatamkwa, walikuwa wanajenga madhabahu. Kuna tabia zilikuwa zinatamkwa. Sasa hizo tabia unawezaje kuzishinda? Manake ukiishia kuangalia tu kweli hili linatokea, hili linatokea, hili linatokea, hili linatokea, ukaishia tu pale pale. Changamoto ya Wakatoliki wengi ni kwamba hatusali au kushiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu kwa ukamilifu. Unakuta mtu unashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, haujaungama zaidi ya mwaka, haujaungama zaidi ya miaka 6, miaka 2, miaka 3, haujaungama, lakini bado unashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu.
ujue kwamba zile neema na zile baraka na yale mastahili ya lile adhimisho la ibada ya misa takatifu linahitaji watu waliojiandaa kiroho na kimwili. Sasa wewe unakuja umelewa na ulevi wako huo na mapombe yako hayo yananuka kweli, lakini bado unapofika wakati wa kwenda kumpokea Yesu Ekaristi, unaenda kumpokea na ulishinda jana bao, umeshinda unalewa. Kuna mtu anakurupuka kutoka huko, jana amelala kwenye uzinzi wake, amelala na maraya wake huko, ameshtuka leo ni Jumapili, ngoja niende kanisani. Kwa sababu tu watu wanakujua kwamba huyu ana mke au huyu ana mume. Kwa nini hajapokea? Unaogopa tu kukaa kwenye benchi na wewe unaenda unapokea. Umemnyang'anya mtu huko mume, unakaa naye na mavitenge hawawata unavaa, lakini umemnyang'anya mke mwenzako mume, unaishi naye, lakini muda wa kukomunika na wewe unaenda mwili wa Kristo. Amina. Kuna watu wanakula hukumu badala ile neno linalotamkwa kwamba pokea mwili wa Kristo, inageuka inasema pokea hukumu yako. Amina. Wayahudi walikuwa hawawezi wakala chakula pasipo kunawa mpaka kwenye viwiko. Sasa sisi hatunawi kama walivyokuwa wananawa. Sisi tunanawa kupitia sakramenti ya kitubio. Ndio maana wengi tunasali misa nyingi sana, lakini hatupokei mastahili ya aina yoyote. Kwa nini? Tunaona kama hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu ni kautamaduni tu fulani. Kwa kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linahitaji maandalizi ya kiroho, maandalizi ya kimwili, maandalizi ya kiibada. Usikurupuke kutoka huko ulikotoka tu pap, unaenda kumpokea Yesu Ekaristi, unapokea hukumu yako. Lakini wale watakatifu, wale wanaojiandaa vyema, kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa, wanapokea neema na baraka na mastahili ya kutosha. Ndio maana adhimisho la ibada ya misa takatifu ingekuwa tunalisali kwa ukamilifu, kwa uaminifu, kwa uelekevu mzuri, tungekuwa tunalitumia hili adhimisho la ibada ya misa takatifu kuharibu kila aina ya nguvu za giza au nguvu za mizimu au madhabahu za aina yoyote ambazo ziko kwenye ukoo. Ni hivi, ukiamua kusali ukasema mimi mwaka huu mzima ninataka nisali hii tabia ninayoiona nisiione tena. Kwa hiyo kila kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu naloshiriki, unapofika wakati wa mageuzo, unamwambia Mungu, mimi hii tabia ambayo ninaiona kama ni madhabahu, ninaomba Mungu kupitia sadaka hii ya misa takatifu na damu hii inayomwagika hapa altareni saa hii na damu hii nitakayoshiriki, ninaomba hii damu isimwagike tu hapa kwenye nilipo mimi, imwagike na kwenye asili ya familia yangu. Kama kuna mapicha, kuna madhabahu, kuna vifungo, vikafunguke, vikasambaratike kwa namna yoyote ambayo wewe Mungu unajua, sikupangii, lakini ninaomba kupitia adhimisho hili la ibada ya misa takatifu. Vuruge Mtakatifu Roza wa Lima wakati anasali adhimisho la ibada ya misa takatifu, ulipofika ule wakati wa mageuzo, ni kama alichukuliwa akaingia kuona maono. Aliposhtuka kwenye yale maono, akiwa anaona Kristo yuko hapa altareni, damu yake takatifu ikiwa inatoka kwenye viganja vya mikono yake na miguu yake. Alafu Kristo anamuuliza Katarina, huyu Roza wa Lima, mwanangu Roza, unataka damu hii mwagike wapi kwenye maisha yako? Mnasali, watoto wangu wapendwa wanasali, lakini hawaiombi damu yangu kwenye maisha yao, hawaiombi.
kulinda maisha yao. Mtakatifu Herman anasema hivi, ingekuwa heri Wakristo wangeitumia damu takatifu ya Yesu kwenye biashara zao, kwenye makazi yao, kwenye ndoa zao, kwenye maono yao. Ingekuwa heri hao Wakristo wangeitumia hiyo damu, wangekuwa washindi. Unashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, hauombi hata hii damu inayomwagika hapa altareni imwagike kwenye maisha yako, kwenye uzao wako, kwenye nini. Unashiriki tu, halafu unasepa zako bila kujiandaa. Ndio maana tunateswa na matabia mabaya. Ni tabia la baba liko kwa watoto wake, ni tabia la mama liko kwa watoto wake, vurugu mechi. Sababu wengi tunashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu pasipokuwa na mastahili mazuri. Ukitaka kupata manufaa, neema, baraka la adhimisho la ibada ya misa takatifu, hakikisha kwamba kabla ya kwenda kushiriki hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu unajiandaa vizuri kiroho. Unajiandaa vizuri kimwili. Mimi nashangaa Wakatoliki, anaweza akawa anaamini hirizi aliyopewa na mganga kuliko kuamini sadaka ya misa takatifu. Lakini kumbe adhimisho la ibada ya misa takatifu ndio uchawi mkubwa kuliko uchawi wa aina yoyote. Hakuna mganga, hakuna mchawi anaweza akashindana na nguvu ya adhimisho la ibada ya misa takatifu. Hakuna laana inayoweza kuwa ngumu, inayoweza kushindikana mbele ya adhimisho la ibada ya misa takatifu. Hakuna mlango ambao hauwezi ukafunguka ikiwa huyo mshiriki ataomba vyema adhimisho la ibada ya misa takatifu. Haupo. Yeyote anayetafuta kukuangamiza, ukijizamisha vizuri kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu, hata kuangamiza. Maneno yoyote ya laana yanayoweza kutamkwa kwenye maisha yako ukiwa unashiriki vizuri kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu na kumpokea Kristo kwa wema mzuri, na kuambia hayo maneno, hata wakae mchana, hata wakae usiku, hata wakae asubuhi, kila kikao watakachokikaa kwa ajili ya kuangamiza maisha yako, ninakuapia kwamba hawataweza. Kwa nini? Hakuna ambacho kinaweza kikashinda ulinzi, nguvu, uzuri wa adhimisho la ibada ya misa takatifu. Sasa changamoto ni kwamba, sijui kwa sababu mnaona linaadhimishwa kila wakati, ndio maana wengi wanaichukulia sadaka ya misa takatifu kama kitu kilichopoa. Nikwambie tu, kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa ni jipya. Nguvu mpya, neema mpya vinaachiliwa. Wakatoliki tuna kila kitu. Mimi huwa nasali naposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu lolote. Huwa ninaomba zile nguvu za lile adhimisho la ibada ya misa takatifu ziwe nguvu za maisha yao. Huwa ninaomba kile kibali cha adhimisho la ibada ya misa takatifu kiwe kibali chao. Mtu mmoja, padri mmoja aliniuliza mwaka juzi mwishoni, maaskofu waliniita kutoa mafungo kwao, walinipa kama dakika 45. Sasa nilipotoka akaniuliza, wewe, yaani unawezaje kuongea kwa wazee wote hao na wakakusikiliza, na walikuwa wao peke yao na mimi, alafu nikawapa na muda wa kuuliza maswali. Muda huo mimi ndo mwalimu wao. Tumsifu Yesu Kristo. Asitumwabudu Yesu Ekaristi.